Na tukisalia kwenye masuala yanayofungamana na elimu, mafunzo katika vyuo vikuu vya umma yamekwama baada ya wahadhiri na wafanyikazi kutekeleza tishio lao la kugoma. Wafanyikazi wa vyuo hivyo vikuu waliandamana barabarani wakitaka kutolewa kwa shilingi bilioni 2.7 chini ya awamu ya pili ya makubaliano ya pamoja ya mwaka 2021 hadi mwaka 2025 ya nyongeza ya mishahara na marupurupu ya shilingi bilioni 7.9 za makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017 hadi mwaka 2021. Wanaishutumu serikali kwa kutoa ahadi isizoweza kuzitimiza licha ya kutoa shilingi bilioni 2.5, huku wakisisitiza watarejea kazini tu iwapo malimbikizi yao yote yatalipwa. Mafunzo katika vyuo vikuu vya umma yamekwama, huku wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu wakianza mgomo. Wafanyakazi hao walio chini ya vyama vya wahadhiri na vyuo vikuu vya umma, wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma na chama cha wahudumu wa nyumbani, hoteli, taasisi za elimu na hospitali waliandamana barabarani wakipeperusha mabango na kuimba nyimbo wakitaka walipwe malimbikizi ya nyongeza zao za mishahara na marupurupu. Katika chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa, viongozi wa vyama hivyo walishutumu serikali kwa kupuuza malalamishi yao licha ya miezi kadhaa ya mashauriano. According to the failure by the government to honor our agreements we had with them last year and the powers bestowed upon us as secretaries, today we have launched the two-chapter strike. Katika chuo kikuu cha Kirinyaga, hali ilikuwa hiyo hiyo wakati wafanyakazi walipofanya maandamano ya amani kwenye barabara kuu ya Kutus Kerugoya, huku maafisa wa vyama hivyo wakitaka kuanza kwa mashauriano ya makubaliano ya pamoja ya mwaka 2025-2029. We have the CBA of 2017-2021. This government implemented it in bits. They were to do the second phase in July this year. That is 2 months ago, but they have not done so. Katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro kilicho kaunti ya Kakamega, kumbi za miathara zilisalia tupu, huku wafanyakazi wakijiunga na wenzao kwa maandamano barabarani. Nimeona waziri wa elimu ameandika barua ya kusema kwamba pesa ya kumaliza huu mgomo imetoka. Ningependa kusisitiza kwamba sisi hatutarudi kazini mpaka hiyo pesa tuone imeingia kwapi kwa mfuko. Katika chuo kikuu cha Pwani Kilifi, wahadhiri walipuuzilia mbali tangazo la hazina kuu la kutoa shilingi bilioni 2.5, wakisema pesa hizo ziko tu kwenye taarifa, wakisema kutotimizwa kwa ahadi walizopewa ndiko kumewafanya kugoma. It is not our wish, but we are forced by circumstances. So we appeal to our students to be patient as their lecturers push for what is rightfully theirs. Hali kama hiyo ilishuhudiwa katika vyuo vikuu vya umma kote nchini, huku wafanyakazi wakitaka walipwe mishahara yao yote na marupurupu. Mgomo huo wa kitaifa umewadia hata baada ya hazina kuu kutoa shilingi bilioni 2.5 za kulipa sehemu za malimbikizi hayo, huku vyama hivyo vikisema pesa hizo ni chache mno ikilinganishwa na deni wanalolidai serikali. Doreen Arange, Darubini.